Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mshiriki wake Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera, katika kipindi chetu pendwa cha familia ni nyumba ya Mungu, ambacho hukujia moja kwa moja kutoka hapa seminarini Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kipindi hiki hukujia kila Alhamisi saa 12:30 jioni, na marudio yake ni kila Jumamosi saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa kutoka hapa seminarini Segerea. Karibu tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai. Tunakushukuru kwa zawadi ya familia zetu. Tunakusii wewe uliye asili ya kila neema na baraka, umtume basi Roho wako Mtakatifu ashushe neema na baraka katika familia zetu, ili yote tunayoyatamani kuyapata tuyapate kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba haya machache kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bikira Maria, Malkia wa familia, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera. Tunapoendelea na kipengele hiki cha ubakaji katika familia au katika ndoa, yaani mume kumbaka mke au mke kumbaka mume, uko nami Frateli Joseph Rukoba Enosi au Dalali wa Yesu wa Jimbo Kuu la Mwanza. Ukiwa una maoni, mapendekezo au maswali, tuandikie kwa ujumbe mfupi kupitia namba 0756478178 au 0734069967. Tuandikie ujumbe wako, swali, maoni au mapendekezo. Je, ni kwa namna gani kitendo cha ubakaji kinaweza kutekelezwa katika ndoa? Na ili hali kwamba wanandoa hawa wao wana uhalali wa tendo hilo la ngono au tendo la ndoa kwa uhuru kabisa. Tena walisimama mbele ya madhabahu na watu wakatudhihirishia kwamba wao wanapendana na watalindana. Kwa nini sasa ubakaji ndani ya ndoa? Mpendwa msikilizaji, jibu ni kwamba wanandoa wengi katika familia zao wamekuwa ni wahanga wakubwa wa ubakwaji pamoja na ubakaji ndani ya ndoa zao katika jamii zinazotuzunguka. Kwani sababu ziko nyingi. Ukifika maparokiani, ofisini na hata kwenye mahakama za ndoa, utasikia sababu nyingi zikielezwa. Akina mama wengi wanalalamika hawaridhishwi na waume zao. Wengine wakilalamika wanalazimishwa kinyume cha maumbile. Wengine wanalalamika wakinyimwa haki zao za ndoa. Kumbe hapa shida sio malalamiko hayo. Shida ni chanzo cha hayo yanayotendeka. Je, chanzo chake ni nini? Pengine chanzo chake watu hawaridhishani kwa sababu wanabakana. Wewe mtu umemkuta hana maandalizi yoyote yale, unamuingilia. Wewe unapofikia tamati ya haja yako, yeye bado sasa ndo anaanza safari. Hapo lazima mlalamikiane tu kwamba hamridhishani. Kumbe kwenye ndoa hilo swala ni la kuangalia kwa umakini. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba ubakaji ni kitendo
cha kutumia nguvu, mabavu. Wengine wanajiita power. Kumbe kwenye tendo la ndoa au ngono, iwe ndani ya ndoa au nje ya ndoa, ikionekana kwa namna moja ama nyingine nguvu ya aina yoyote ile imetumika, hilo sio tendo halali. Huo ni ubakaji, mpendwa msikilizaji. Ni ubakaji na unapaswa kupigwa vita. Kwani ni nguvu gani sasa tunaoizungumzia inayotumika? Mpendwa msikilizaji, tunapozungumzia nguvu, hatuzungumzii tu kwamba wale mabamsa ambao wanaweza kubeba mizigo mikubwa, au wale ambao wanaweza kubeba begani wa kufanyia hicho kitendo cha kikatili. Ni kweli na wao ni wabakaji kama walivyo wabakaji wengine. Lakini pia hata wewe mpendwa msikilizaji, unayetumia nguvu ya aina yoyote ile, kwa mfano nguvu ya madaraka, nguvu ya madaraka na nafasi katika jamii tulizokabidhiwa, ikitumika katika tendo la ndoa ni ubakaji. Nguvu ya pesa ikitumika katika jamii, katika familia yako, ni ubakaji. Lakini pia hata nguvu ya umri. Sasa kabinti kweli kadogo, wengi wanapenda kuwaita vitoto vya 2000. Lakini umetumia nguvu, baba wa 80 na kitu. Kumbe mtoto huyu hana uwezo wa kujihami kwa sababu unamzidi umri. Lazima atakubali. Kumbe hajakubali kwa sababu ameridhia. Hapana, amekubali kwa sababu unamzidi umri. Nguvu ya madaraka inatumikaje na nguvu ya nafasi? Nguvu ya madaraka, mpendwa msikilizaji, tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi wenye madaraka na nafasi katika jamii wanazitumia ovyo katika kutekeleza rushwa ya ngono, hususani kwa watu walio chini yao. Mtu anayeenda kutafuta kazi kwa taaluma yake, ili apate kazi lazima kwanza alipe. Malipo yake ni nini? Ni ngono. Dada tu mzuri amesoma mambo labda ya uhasibu, amejaliwa umbo, ana sura, unakutwa mkurugenzi. Sasa ili apate kuajiriwa lazima kwanza, Waswahili wanasema, umuonje. Sasa ule ni ubakaji kwa sababu umetumia yale madaraka. Sio ridhaa ya huyu binti ambaye anakuja kuomba kazi. Huyu amekuja kuomba kazi kwa sababu ya shida zake, inabidi akubali kwa sababu anatafuta ugali. Atafanyaje? Kumbe hiyo nguvu inapotumika, ujue huo ni ubakaji. Kwa wale tunaotumia nguvu, ndugu zangu, tunabaka bila kujua. Tunabaka bila kujua. Kumbe na sisi ni wabakaji kama wale wanaowabeba watu kwenye mabega au wanaokaba. Na sisi ni wabakaji vile vile kwenye nafasi zetu au kwenye ofisi zetu. Kwenye nguvu ya pesa. Pesa hapa, na nitazungumzia zaidi kwa akina mama wengi wanaojiita masingle mother. Kuna tafasiri siku hizi imeibuka, akina mama zetu wanajishusha kweli. Mtu anajiita tu mimi ni single mother, na wameenda mbali zaidi mpaka wanajiita wao ni mashangazi kwa sababu wana fedha. Sasa hizi fedha akina mama hawa wanazitumia kuwabaka vijana. Unakuta kijana wa 2000 ana mama wa 80 na kitu, kwa sababu pesa zimemtembelea, anaamua kumtumia kwa hitaji lake la ngono. Sasa na huyo kijana kwa sababu hana pa kushika, lazima apewe hela, inabidi atekeleze. Lakini ile sio ridhaa ya nani? Ya kijana huyu. Huyu kijana angepewa uhuru kwamba chagua, pesa ako nazo,
asingemchagua huyu mama, lakini kwa sababu ya fedha pengine watu wengi wanakuwa katika mtindo huo. Kumbe tunapozungumzia nguvu ya fedha, lazima ndugu zangu tujue fedha inatumikeje. Wengi tumesikia wanamuziki nyingi zikihusisha nguvu ya pesa katika tendo la ndoa. Mfano, mwanamuziki mmoja simjui kwa jina, lakini angalau wimbo wake na sikia na wanaimba, anajidai kabisa. Mimi sijui kuimba, nitajaribu. Anasema, mwenzenu mimi sijui kutongoza, wakijipitisha na mwaga fedha. Sasa kama hujui kutongoza, wewe unapotumia pesa yako, huyu hujamshawishi vya kutosha. Wewe huyu ukifanya naye tendo la ndoa umembaka. Kwani maandiko matakatifu yanatueleza vizuri, maneno mazuri yanashawishi. Kwa kumbe mwanamume, jitahidi kumshawishi mke wako, jitahidi kumshawishi binti, ili aweze kukuelewa na aridhie kwa moyo wake mweupe. Mithali inasema, maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Kumbe kama hujui kutongoza, unatumia fedha, huyu naye mtumia fedha hariziki. Tumia maneno, zungumza naye, mshauriane, mshawishi. Kutongoza ni kushawishi, shawishi mpaka akuelewe, alizie kutoka ndani ya moyo wake kwamba mimi bana, maneno yako ni matamu mno, yaani ukiniambia tu nasikia kama naramba asali. Maneno haya yananitibu kwenye mifupa yangu, kama maandiko matakatifu tulivyosoma katika kitabu cha Mithali sura ya 16 aya ya 24. Nilivyonukuu nikisema, maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Kumbe kutongoza ni haki ya kila mmoja. Tumia nguvu yako, tumia uwezo wako, ili mtu aweze kushawishika na kufanya tendo hilo la ndoa kwa uhiari, sio kwa kutumia nguvu yoyote ile. Pia nguvu ya umri, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba umri, kwa mfano, kuna kesi nyingi zimetokea sehemu mbalimbali. Unasikia baba fulani amembaka mwanae mwenye miaka kadhaa, si nani amembaka fulani mwenye. Hawa watu wanabakwa kwa sababu ya umri. Umekuta baba amemuoa mwanamke wake, labda alikuwa ameshapata mtoto kabla ya hajaoana. Sasa binti huyo amekuwa, ameanza kujipenda, amejua kuoga, anaanza kumvutia huyu mwanamume baba yake, lakini hana uwezo wa kumwambia. Wanavyosema hajui kutongoza, lakini hata kutongoza haiwezekani, ni mwanae. Anatumia sasa nguvu ya umri kwamba mimi ni mkubwa, na kuwatishia kwamba ukisema nitakufanya chochote au nitakuua. Sasa huyu mtoto inabidi akubaliane na hali, kwa sababu hawezi akakubali apoteze uhai kwa sababu ya tendo la ndoa. Anamkubalia baba yake. Kumbe watu wanaotekeleza vitendo vya namna hiyo ni vitendo vya kikatili sana, tena sana, ni kitendo cha ubakaji. Na tulivyotangulia kusema, ubakaji ni kitendo cha unyanyasaji. Unamnyanyasa huyu binti, unamnyanyasa huyu kijana kingono, na itamuathiri sana katika maisha yake ya hapo baadaye. Mpendwa msikilizaji, tukirudi nyuma katika mada ya msingi kwamba ubakaji katika ndoa, yaani mume kumbaka mke au mke kumbaka mume, hii inajitokeza mara nyingi katika ndoa, na pengine namba kubwa ya wanandoa hawajui kama kwamba vitendo hivi vinawatokea. Wanabakana katika miji yao
katika ofisi zao, katika sehemu mbalimbali, kumbi za starehe na kadhalika. Kwani tushasema hapo mwanzo kwamba tendo la ngono ikionekana limetumia nguvu kwa namna moja ama nyingine, basi huo ni ubakaji. Na katika familia zetu nyingi leo, muda wa mazungumzo baina ya baba na mama umeshapotea. Mtashawishiana saa ngapi? Mtapeana maneno mazuri saa ngapi? Kama anavyosema mwandishi wa kitabu cha Mithali, ili hayo maneno yapate kumpa tiba. Lini, saa ngapi? Watu tuko bize na simu. Utandawazi umetuchukua. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha katika jamii yetu ya leo. Tunajikuta wote tunakuwa wabakaji. Na hapo mbele tutaona ni nani anaweza akawa mbakaji. Kumbu unaweza ukawa unajisemea moyoni kwamba wale wanaobaka ila mimi simo. Kumbe wewe ndo mbakaji hatari sasa. Sema tu haujijui. Kumbe kupitia kipindi hiki leo lazima tukuambie, ujue, ujitambue, ili ufahamu kabisa kwamba unaendelea kubaka kwa makusudi au unabaka kwa bahati mbaya. Kama unabaka kwa bahati mbaya, basi ujirekebishe, uache hiyo tabia. Kwani kitendo cha ubakaji ni kitendo kinyume na haki za binadamu. Tendo la ndoa ni utimilifu wa upendo. Mpendwa msikilizaji, ni utimilifu wa upendo. Kwa walio halalishwa katika sakramenti ya ndoa takatifu, kwani tendo hili limeundwa kwa utaalamu na uzoefu wa kipekee kwa unganisha mume na mke, na kile ambacho Biblia sasa inakiita kuwa ni mwili mmoja. Mwili huu mmoja, yani usioweza kutenganishwa. Habari hii tunaweza tukaisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 19 na mstari wa 6. Hivyo, kwa kawaida mtu anayejipenda mwenyewe hawezi kujitendea kitu cha ajabu. Hawezi kujikata hata mkono wake, utauma. Kumbe hata hawa wanandoa wameshakuwa mwili mmoja. Wameshazirisha mapendo yao kwa jamii, kwa watu na kanisa. Kumbe tunataraji kwamba hawezi wakajidhuru wenyewe kwa sababu wameshakuwa mwili mmoja. Sasa mwili mmoja wako unajikataje kidole chako? Unajifanyaje unyanyasaji? Kumbe inasikitisha sana zinapokuja kesi za kwamba mume wangu ananitaka kinyume cha maumbile au mume wangu ananilazimisha. Sasa wewe mwenyewe unajilazimisha. Mmeshakuwa mwili mmoja wanandoa. Kaeni, zungumzeni, onyesheni upendo wenu kwa watoto wenu na jamii inayowazunguka. Ili watoto waige vitu vingi kutoka kwenu na viwasaidie katika maisha yao. Mpendwa msikilizaji, tendo la ndoa ni chakula. Tendo la ndoa ni chakula. Kwa kawaida mpishi mzuri anajua kuandaa chakula chake. Huwezi ukaweka maji na unga ukasema tayari ni ugali. Lazima uyachemshe, lazima usonge, ugali uive. Kumbe hata tendo la ndoa, ndugu zangu wanafamilia au wanandoa, linahitaji maandalizi. Lazima liandaliwe. Sio kurupushani tu kwamba umeamkia hapa nataka, niko huku nataka, hapana. Hata fundi mzuri wa ujenzi lazima ajue kubomoa na kujenga. Panga bajeti yako kwamba nikianzia msingi hapa, nyumba yangu itaishia hapa. Hata tendo la ndoa liko namna hiyo. Baba Mtakatifu Francisco anatuambia kwamba ndoa ni sakramenti, ndoa ni liturujia. Taratibu, huwezi ukaenda kanisani mkaanza kukomunika kabla ya kusikia neno la Mungu. Lazima kuna process zinafuatwa. Liturujia inaanza. Tunaanza kwa maandamano, tunaingia, kuna nyimbo za mashangilio, kuna masomo yatasomwa, kuna mahubiri, kuna sadaka. Baadaye ndo tutafikia sasa kwenye utimilifu wa nini? Wa sadaka yenyewe, yani kwenye ekaristi. Kumbe hatuwezi tu kufika kwamba leo sasa tuna njaa sana, sasa tuanze na ekaristi. Kumbe hata tendo la ndoa huwezi ukasema kwamba leo nina hamu sana, nataka tu tuanze. Hapana.
lazima wanandoa maandalizi yafanyike ya kutosha. Mpendwa msikilizaji, swali la kujiuliza, je, ni nani anaweza kuwa mbakaji? Kumbe mtu anayeweza kuwa mbakaji ni mtu yoyote yule ambaye sasa anatekeleza yale ambayo tumeyazungumza hapo nyuma. Anatumia nguvu, mamlaka, fedha na kadhalika kutekeleza hili tendo la ndoa au tendo la ngono. Kumbe kama unatumia njia mojawapo ya hizi tulizozisema, jitambue moja kwa moja kuwa wewe ni miongoni mwa wale wabakaji kama kawaida. Na wala usije ukajitoa kwamba mimi unajua huaga nawapa kwanza hela, wakishaipokea ndo tunafanya. Hapana, unatumia nguvu ya fedha. Kama hauna fedha ungefanyaje? Zungumza na mtu, mshawishi mtu akuelewe. Hapo ndo tutaona kwamba kweli hili tendo la ndoa limefanyika kwa uhalali. Hata hivyo basi, ubakaji ndani ya ndoa ni kitendo kinachotokea mara kadhaa kwa wanandoa wenyewe pale tu wanapotekeleza tendo hilo bila maridhiano ya pande zote mbili. Kwa kisingizio cha haki yangu ya ndoa, wengi tunadanganya kwamba naomba haki yangu ya ndoa, ananinyima haki yangu ya ndoa. Hamjazungumza, hujamuandaa, hakuna anayekunyima haki yako ya ndoa, muandae. Haya mambo yanawezekana. Kumbe tunapaswa kujua kwamba haki ya ndoa haipingani na haki za binadamu. Kila binadamu ana haki yake. Hata hivyo, kila mmoja anapaswa kushiriki tendo la ndoa akiwa tayari kimwili, kiakili na kisaikolojia pia. Tendo la ndoa hatulazimishani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na Radio Mbiu sauti ya Faraja Kagera, kama ndio unaungana nasi, kipindi hewani ni Familia ni Nyumba ya Mungu. Kipengele kinachoendelea ni ubakaji katika ndoa, yaani mme kumbaka mke au mke kumbaka mme. Uko nami Frateli Joseph Rukoba Enosi au Dalali wa Yesu wa Jimbo Kuu la Mwanza, ninayesoma seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Je, Biblia inasemaje kuhusu ubakaji wa mme na mke? Mpendwa wa msikilizaji, ubakaji katika ndoa, hichi ni kitendo cha unyanyasaji wa majumbani ambacho kwacho madhara yake yamelalia katika uwanda wa jinsia na hisia kwa ujumla. Aidha, tendo la ndoa au ngono likilazimishwa kwa nguvu kati ya wanandoa hawa, kama mwenzi mmoja wapo wanandoa au mwingine hajaridhia, huo ni ubakaji ambao hupelekea unyanyaswaji wa kingono. Hivyo leo tunapoangazia kitendo cha ubakaji katika ndoa, tujifunze, wewe baba, wewe mama, haya ni tuliyosema hapo nyuma, unatekeleza? Ujitazame sasa kwenye familia yako au kwenye ndoa yako. Kukoje? Vya kuambiwa changanya na vya kwako. Mpendwa msikilizaji, kwa upande wa Biblia takatifu haijasema moja kwa moja juu ya kitendo hicho cha kikatili na unyanyaswaji mintarafu ubakaji. Isipokuwa Biblia takatifu ina mengi ya kueleza juu ya uhusiano wa mume na mke, ikiwa kielelezo chake ni Kristo na kanisa lake. Tunaposoma barua ya Mtume Paulo kwa Waefeso, inatueleza kwamba kuna ukweli uliofichika katika maneno haya, nami naona kwamba yamhusu Kristo na kanisa lake, lakini yanawahusu ninyi pia. Kila mume lazima ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, naye mke anapaswa kumstahi mumewe. Habari hiyo tunaisoma barua ya Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 32 hadi 33. Hii inaonyesha dhahiri kwamba muhimili mkubwa wa ndoa ni upendo na heshima, ambapo wawili hawa walioana wakidumisha upendo na heshima, yaani kuheshimiana na kupendana, tendo la ndoa pia litafanyika kwa upendo na kuheshimu haki za binadamu. Hapatatokea nguvu ya aina yoyote ile.
na ubakaji hautatekelezwa ndani ya ndoa. Kwa hiyo, kwa kawaida kitendo chenyewe cha ubakaji ni kitendo cha kikatili. Hivyo, watu walioana hawapaswi kujiingiza katika vitendo hivyo namna yoyote ile. Yaani wanie pamoja, watende kwa pamoja, kwa upendo kama maandiko matakatifu yasemavyo. Maana hakuna mtu auchukiaye mwili wake popote, bali huurisha na kutunza kama vile Kristo anavyolitendea kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Habari hiyo tunaisoma barua ya Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 5 aya ya 29 hadi 30. Kama Kristo analitendea vile kanisa aliye biharusi wake, vivyo hivyo Mtume Paulo anatuhimiza jumuiya ya leo, kanisa la Tanzania, kwamba kila mwanamume ana wajibu wa kumpenda mke wake na kila mwanamke ana wajibu wa kumstai mmewe. Mpendwa msikilizaji, katika maandiko matakatifu, Mtume Paulo anaendelea kutusisitiza kwa upana zaidi juu ya upendo na heshima katika familia na tendo la ndoa, kwa kuwahimiza watu kutimiza nyajibu zao walizonazo kama wanandoa au wanafamilia. Mfano anaposema, mume atimize wajibu alionao kwa mkewe, naye mke atimize wajibu alionao kwa mmewe. Habari hiyo tunaisoma waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 7 na mstari wa 3. Mpendwa msikilizaji, kwa kutambua ubaya wa kitendo chenyewe cha ubakaji katika ndoa, adhabu yake inahesabika kuwa ni kubwa mno. Tena ingekuwa wakati wa Agano la Kale, adhabu yake ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka unakufa. Habari hii tunaisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 22 aya ya 22 hadi 27. Hivyo tunaalikwa kujiepusha na vitendo vya ubakaji katika nyanja zote, hususan kwenye familia zetu, maofisini mwetu na katika jamii kwa ujumla, kwani vitendo hivi ni vya kinyama na unyanyasaji uliokithiri. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na Radio Mbiu sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapa ndipo tunafikia tamati mwa kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu. Kwa siku ya leo tulikuwa tukiangazia kipengele cha ubakaji katika familia. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Na kuomba radhi kama nilitumia maneno magumu au maneno ya mtaani sana, kwa sababu mada yenyewe inahusu ubakaji. Na ubakaji tumezoea kuusikia mtaani, na hapo mwanzo tulitumia mada au kipengele cha vibaka, na vibaka wanapatikana mijini na sehemu za uchochoro. Kumbe hata lugha kidogo ilipaswa iendane na uchochoro na mtaani kwa ajili ya kukizi mahitaji ya kwako wewe mpendwa msikilizaji. Ulikuwa nami Frateli Joseph Rukoba Enos ya Udalali wa Yesu wa Jimbo Kuu la Mwanza, kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoloranga, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ikiwa una maswali au maoni au mapendekezo, ushauri, utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0756 47 81 na 78, au tupigie simu au tuandikie ujumbe 0734 0699 na 67. Na sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi
kwa kipindi hiki na jioni hii ya leo. Tunakuomba utuangazie yote tuliojifunza tukashike vyema. Mtume Roho wako Mtakatifu atuangazie, nasi tunapoenenda katika ulimwengu huu tukaweze kuwa huru kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba machache kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikira Maria, Malkia wa familia, utuombee. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.